Leo tarehe 20 ya mwezi huu wa pili mwaka 2026, Mahakama Kuu ya Tanzania masijara ndogo ya Dar es Salaam imeendelea kusikiliza kesi ya uhaini dhidi ya mwenyekiti wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo ndugu Tundu Antipas Mughwai Lissu. Jopo hilo majaji watatu, Jaji Ndunguru, Jaji Karemaha pamoja na Jaji Kiwonde, leo wameweza kusikia mashahidi wawili. Shahidi wa kwanza ni yule ambaye alikuwa amebakia jana, ambaye amefanyiwa maswali ya kutenguliwa au ya kudodoswa na mwenyekiti wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo. Imechukua muda kiasi kuweza mwenyekiti alikuwa anajitahidi kuonyesha kwamba kuna utofauti kati ya maelezo yake aliyotoa polisi na yale ambayo ushahidi ambao ameutoa hapo mahakamani. Kwa hiyo ilikuwa ni kazi ya kuweza kumpitisha katika maelezo yake aliyotoa kule polisi na yale ushahidi aliotoa hapa na kuanza kuonyesha zile tofauti katika ushahidi wake. Baada ya hapo akaja askari ambaye amekuja kutoa ushahidi wake vile vile. Sasa na yeye vile vile ameweza kupitishwa, ni yeye ambaye huyu ni askari ambaye alimshika, anadaiwa kumshika yule mshtakiwa ushahidi wa tatu wa kificho, na ameweza kumpitisha kumuonyesha kwamba yalitokea katika tokea yule mtu anashikwa mpaka anafikishwa polisi kile kituo cha Iromba kule Mbeya, kituo kidogo, na jinsi ambavyo ushahidi ulivyotolewa na maelezo mbalimbali. Basi mwenyekiti ameweza ukazana zaidi kuweza kuonyesha kwamba inakuwaje hao watu kila mtu aliperuzi au alipitia mtandao wake tarehe 4 ya mwezi wa 4, na inakuwaje kwamba watu hao ambao wameshikwa ni wale madereva wa bodaboda. Yule mwingine of course alikuwa ni mtu wa umeme. Basi mwenyekiti alikuwa anajitahidi kwanza kuonyesha kwamba kuna kitu kikubwa, lakini hoja kubwa ambayo ameibua leo ilikuwa ni kwamba mwenyekiti alikuwa anaonyesha mshangao wake, inakuwaje kama watu walisema watapiga watu na watafanya vurugu, watapiga mawe, wataleta matatizo, inakuwaje huyu mtu ambaye amesema vitu kama hivyo na maelezo yake ya kutuhumiwa ameyatoa polisi, inakuwaje huyu mtu baadaye anapata dhamana kienyeji au kirahisi tu, na baada ya hapo tena hakuna hatua yote ambayo imechukuliwa? Na mwenyekiti akawa amejivuta zaidi hata kufikisha mpaka inafika tarehe 29. Je, inakuwaje hawa huwezi kuona kwamba kama jeshi letu la polisi lilikuwa linafahamu kwamba kuna kitu kama hicho kinaendelea, kiacha tu wazi, mwisho wa siku zikatokea zile vurugu za tarehe 29 ya mwezi wa 10 mwaka 2025. Sasa ilikuwa ni kwamba ni kuonyesha pattern ambayo inatia inakuweza kuonyesha kwamba kuna vitu vikubwa ambavyo havieleweki, lakini swala kubwa ni kwamba sisi sio waamuzi wa kesi, bali mahakama ndio itakayoamua. Mahakama itapitia ushahidi wote kuangalia kwamba yale maswali ya mwenyekiti yalikuwa ni ya msingi au sio ya msingi. Hoja ambazo zimejengwa na upande wa mashtaka, je, ni za msingi na mashahidi wake? Lakini mwenyekiti kazi yake kama unavyofahamu katika kesi za jinai, jukumu la mshtakiwa ni kutia mashaka. Kazi ya mshtakiwa ni kutia mashaka katika kesi ya upande wa mashtaka. Yaani unautia ule ushahidi ambao umetolewa, unaufanya nini? Unaleta mapengo, unaupatia mapengo au mashaka, kwa sababu kiwango cha uthibitishaji ni pasipokuwa na mashaka yote ya msingi. Mashaka yanaweza kuwepo, lakini yao ya msingi. Kwa hiyo ukitia mashaka pasipo ushahidi, upande wa mashtaka una jukumu la kuhakikisha kwamba hakuna mashaka yote yale ya msingi. Sasa kazi ya mwenyekiti alikuwa nayo au mshtakiwa wote katika kesi ya jinai ni kuonyesha kwamba kuna mashaka. Ukishatia mashaka, kazi yako ifanye nini? Imekamilika. Ukiwa na mashaka tu, maana yake inabidi afanye nini? Huyo mtu aachiwe. Lakini sasa swala ni kwamba hilo ni kazi ya kuiachia mahakama, majaji wataweza kufanya nini? Kupitia kila kitu. Kwa hiyo kwa upande wetu ni kwamba mwenyekiti kama mlivyoona amefanya kazi yake nzuri. Kesi itakiwa kulikuwa na kama mnafahamu, kulikuwa serikali jana ilikuwa imewasilisha notice au taarifa ya kutaka kuleta maelezo ya ziada ya mmoja wa mashahidi wao. Mwenyekiti jana akawa amesema kwamba atapinga. Leo itakiwa izungumzwe hapa jioni kabla ya saa 11 kasoro dakika 23. Mwisho wa siku kumekuwa na marumbano kama muda hautoshi kutokana na hali ya hewa Dar es Salaam kubadilika, lakini mwenyekiti anasisitiza kwamba yeye ndiye anakaa gerezani. Kwa hiyo anaumia zaidi kwa kuendelea kesi kuchukua muda hizo hoja kutomalizwa. Lakini mwisho wa siku jopo la majaji limeamua kwamba ile hoja ya pinzani ambayo mwenyekiti anayo kuhusiana na ile taarifa ya serikali au ile notice itasikilizwa Jumatatu asubuhi, na baada ya hapo sasa vile upande wa mashtaka umeagizwa ulete mashahidi wao, kwamba wakishamaliza zile hoja za mabishano kuhusiana na ile notice au ile taarifa ikitolewa uamuzi,
basi ushahidi ufanye nini, uweze kuendelea. Kwa hiyo kesi hii itaendelea siku ya Jumatatu tarehe 23 saa 3 asubuhi.